Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na napenda kumshukuru Mungu kwa nafasi nyingine tena hii nilioipata siku njema ya leo, ambapo niko mbele yenu tena kwa ajili ya kushirikishana maneno ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana apewe sifa. Amen. Heri ya mwaka mpya. Heri ya mwaka mpya. Habari za tangia mwaka jana ni nzuri kabisa. Amen. Kwa hiyo na mimi napenda kumshukuru Mungu, amenipigania, amenisaidia mpaka leo Jumapili ya kwanza nadhani. Yes, ni Jumapili ya kwanza ndani ya mwaka huu nimesimama mahali hapa kwa ajili ya kuhubiri maneno ya Mungu. Kwa hiyo na mimi nasikia furaha sana. Bwana Yesu apewe sifa. Mwaka umeingia vizuri na tumeukaribisha vizuri. Kwa hiyo tunavyoendelea tutaangalia maneno ya Mungu. Leo tutaangalia juu ya ulinzi wa Mungu. Sema ulinzi wa Mungu. Tutaangalia juu ya ulinzi wa Mungu katika maisha yetu. Unajua tunavyoanza mwaka watu wengi wanafikiria vitu mbalimbali kuhusiana na mwaka, kwamba mwaka uliopita yani niliponea chup kidogo, labda ningekufa kidogo, mambo yangu yangeharibika, huenda kwenye familia yangu mambo yangetokea haya na haya. Yani tunawaza vitu vingi sana, labda tunasema mwaka huu sijui kama nitaumaliza. Bwana apewe sifa. Lakini niko hapa kuambia kwamba Mungu yuko pamoja na wewe, naye atakupigania, atakuwezesha, atakunyanyua pale utakapoanguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo unajua Mungu wetu ni Mungu mzuri sana. Tukianza kwa maandiko yale yaliyoandikwa kwenye Zaburi ya 124. Angalia Zaburi ile ya 124 mstari wa kwanza hadi wa 8, ambao ni Zaburi nzima. Zaburi ya 124. Maandiko matakatifu yanasema, huyu alikuwa ni mtumishi wa Mungu, anamshukuru Mungu namna Mungu alivyompigania na kumsaidia. Unajua hata kitendo cha sisi kufika mwaka huu au kuingia mwaka huu tukiwa na uzima na afya ni jambo la kumshukuru sana Mungu. Amen. Mstari wa kwanza anaanza kwa kusema kwamba kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, Israel na aseme sasa. Kwa hiyo hapa anaanza kusema jamani, kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi. Unajua yeye Mungu ndiye aliyekuwa pamoja nasi. Yaani Mungu alikuwa pamoja na sisi katika kila hatua tulikopita maeneo. Sasa hapa akajaribu kuorodhesha baadhi ya mambo. Ukiendelea hapa mstari wa pili anasema kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, wanadamu walipotushambulia. Unajua kuna wakati wanadamu walitushambulia. Bwana asifiwe. Lakini sisi bado tuko wazima. Unajua na kuna watu wengine labda ambao wanasali kuliko sisi, au wamefunga mara nyingi zaidi kuliko sisi, au walikuwa wakiomba sana kuliko sisi, lakini mwaka huu 2016 hawapo, hatunao tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wewe kuingia mwaka huu sidhani kwamba wewe ulikuwa unaomba sana au wewe umefanya mambo ya kipekee kuliko wanadamu wote Mungu akakupa ruhusa ya kuingia mwaka huu 2016. Ni kwa upendeleo wa Mungu, ni kwa neema yake. Kwa hiyo anasema kwamba kuna wakati ambapo wanadamu walitushambulia. Mistari inayofuata huyu mtumishi wa Bwana akaendelea kusema papo hapo wangalitumeza hai, hasira yao ilipowaka juu yetu. Anasema namna walivyotushambulia, yani wangetumeza tukiwa hai, yani wangetutafuna tukasikia machungu na maumivu na manini. Mstari wa 4 anasema papo hapo maji yangalitugarikisha, mto ungalipita juu ya roho zetu, papo hapo yangalipita juu ya nafsi zetu maji yafurikayo. Lakini mstari wa 6 akasema na ahimidiwe Bwana asiyetutoa kuwa mawindo kwa meno yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mwisho anasema jamani, ahimidiwe huyu Mungu ambaye Mungu hakututoa sisi ili tuwe mawindo. Yaani Mungu hakututoa sisi tuwe chakula chao. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua Mungu wetu ni mwema, Mungu wetu anatulinda, Mungu wetu anatusaidia sana kwenye kila hali unayopitia, kwenye kila changamoto. Unajua kila tatizo lingekuwa linakuja linakumeza na wewe linakuchukua. Kila tatizo likija linakumeza, yani sijui kama wangapi tungekuepo hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini unajua neema ya Mungu ilikuwa pamoja na sisi katika kila hatua. Mungu akatulinda, Mungu akatupigania. Mstari wa 7 anasema nafsi yetu imeokoka kama ndege katika mtego wa wawindaji. Mtego umevunjika nasi tumeokoka. Kwa nasema mtego umevunjika. Unajua huyu mtumishi wa Mungu hapa akusema kwamba wakati tunaishi hapa duniani hakukuwa na mtego wowote,
hakukuwa na jambo lolote ile katika maisha kwamba maisha yalikuwa ni mteremko tu. Hapana. Anasema kwamba mtego umevunjika. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba kulikuwa na mitego mingi, kulikuwa na mambo ambayo watu wameandaa kwa ajili yetu. Lakini kama baadhi ya ndege unavyoona wakiwa kwenye mtego wanavyoponyoka, nanili kwa ghafla, wakajikuta wengine wamepigwa na mtego, wamekamatwa, lakini wengine wameenda. Kwa ndivyo sisi ilivyokuwa kwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unajua hata mwaka huu tunavyouangalia, usiuangalie kwa hofu na mashaka na wasiwasi, ukiwa na woga ndani yako. Kiseme Mungu wangu, hivi mwaka huu sijui labda ndo mwaka wangu ambapo maisha yataharibika, au ndo mwaka wangu ambao mipango yangu nilionayo haitafanikiwa yote, au ndo mwaka ambao mimi nitaondoka. Usiwe na mawazo ya hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu yuko pamoja na wewe. Sasa hapa mstari wa mwisho kabisa, mstari wa 8, akamalizia kwa kusema msaada wetu katika jina la Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Kwa unajua huko kote tulikopita, unajua mwaka 2015 tumepitia vikwazo vingi sana. Bwana Yesu apewe sifa. Tumepitia changamoto za kila aina, lakini Mungu amekuwa pamoja nasi, ametuvusha hivyo hivyo. Yaani unajua ni jambo la kumshukuru sana Mungu. Unavyoona wengine, si kwamba wote wamefanikiwa kuingia mwaka. Unajua hata leo nilikuwa kwenye gari pale nasikiliza redio, akasema kwamba huyo mtangazaji, yani kuna watu ambao wameshafariki ndani ya mwaka huu. Kwa akasema kuna watu ambao mwaka huu ulikuwa yani wameingiza tu kamguu kidogo kwenye mwaka. Wamesoma tarehe moja akasema huyu mwaka mpya, wakashangilia asubuhi ndo hivyo. Unakuta mtu hayupo. Wengine wakagusagusa tarehe 2 jana, wakaenjoy kidogo. Sasa hivi hawapo duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sisi bado tupo. Kwa sasa huyu aliyoandika hapa akasema si kwamba sisi ni wajanja. Kwa mstari wa 8 akasema msaada wetu katika jina la Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Unajua Bwana ndiye ambaye yuko pamoja na sisi. Amen. Kwa hiyo wewe jiulize, leo tarehe 3 lakini tarehe 1 na tarehe 2 kuna watu ambao wamekufa, lakini sisi bado tupo. Unajua ni kwa neema ya ajabu. Hapa sasa ndo akajaribu kuelezea akasema, jamani, kama Mungu angetutoa sisi tuwe mawindo yao, meno yao yatugarikisha, yani tungekuwa hatupo kabisa. Lakini sasa ndo akasema, jamani, kama si Mungu aliyekuwa pamoja nasi, Israel na aseme sasa, Mungu ndiye aliyetupigania na Mungu ndiye aliyetuwezesha. Amen. Sasa na Mungu huyo ambaye ametuwezesha, ametupigania, ametusaidia mpaka tumefika mwaka huu tukiwa wazima, ujue Mungu huyo ndiye atakayetusaidia na kuona mwaka kesho. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu atakulinda, Mungu atakupigania, Mungu atakusaidia kwenye mipango yote ulionayo. Unajua hata ukiona mtu amekamilisha mipango yake ndani ya mwaka jana, ujue kwamba Mungu alimsaidia kuanzia Januari akamfikisha mpaka Disemba, mwezi wa 12. Kwa Mungu ambaye yuko pamoja na wewe Januari hii ndiye Mungu huyo ambaye ataendelea kuwa pamoja na wewe hadi lini? Hadi Disemba. Bwana Yesu apewe sifa. Basi twende kwenye Zaburi ya 91. Zaburi ile ya 91. Zaburi ya 91. Hiyo Zaburi ambayo tumesoma ilikuwa ni kama vile shukrani, namna mambo Mungu aliyoyafanya juu ya mwaka uliopita na akatuingiza juu ya mwaka huu salama. Amen. Kwa hiyo ilikuwa si jambo jepesi. Kwa hiyo hata ndani ya mwaka huu bado Mungu atazidi kuwa pamoja na wewe. Mungu atazidi kukupigania, wala yeye Mungu hata kuacha siku zote. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo usije ukakata tamaa, ukaona kwamba hapa nilipofikia mimi labda maisha yamekuwa magumu, huenda Mungu tu alinisaidia mwaka jana lakini mwaka huu sina imani sana. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe endelea kuamini kwamba Mungu atakupigania, Mungu atakusaidia na yeye ndiye atakayekuwa pamoja na wewe. Amen. Kwa hiyo ni wewe zidi kuamini tu, wewe zidi kuamini. Unajua Bwana, hata kama Bwana Yesu ana mipango mingine, ndio maana hata yule mwimbaji wa ule wimbo leo tunga akasema, usinipite Bwana. Unapozuru wengine, unapowasaidia wengine, na mimi usinisahau. Amen. Kwa sababu usizani kwamba mwaka huu watu wote duniani watakufa, mwaka huu wataisha. Wapo ambao watabaki, wataingia mwaka kesho. Amen. Kwa hiyo sasa katika hao watakaobaki na wewe utakuwemo. Amen.
Kwa ndo maana wakasema Bwana, unapozuru wengine na mimi usinipite, unapowasaidia wengine mambo yao kufanikiwa na mimi usiniache, unapoponya familia nyingine na mimi ukumbuke na kwangu pia. Amen. Unapowasaidia watu wengine kuona hata mwaka kesho, unikumbuke na mimi Bwana. Amen. Sasa Zaburi ya 91 inaanza kwa maneno mazuri sana ambayo leo tutaenda kuyaangalia kwa undani ili tuone Mungu anasemaje na maisha yetu katika siku njema leo. Biblia inaanza kwa kusema kwamba aketie mahali pasiri pake aliye juu atakaa katika uvuli wa Mwenyezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Huu ni mstari wa kwanza. Kwa hiyo ameanza kusema kwamba aketie mahali pasiri pake aliye juu atakaa katika uvuli wa Mwenyezi. Unajua kuna wakati Biblia inaongea habari za kuketi au kukaa, na sehemu nyingine Biblia inaongea habari za kupita sehemu. Kwa mfano Zaburi ya 23 mstari wa 4, Daudi anasema nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya. Kwa hiyo Daudi kabisa anasema nijapopita. Kwa hiyo anakuwa anafanyaje? Anapita kwenye bonde la uvuli wa nini? Wa mauti. Lakini hapa Biblia haijasema kwamba apitae mahali pasiri pake aliye juu. Hapa si habari za kupita tu, hapa ni habari za kukaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua Mungu anatamani tukae kwenye uwepo wake. Amen. Mungu anatamani kuona sisi ni watu ambao tuna mahusiano ya karibu na yeye. Ndio maana sehemu moja mtunga Zaburi mwingine akasema kwamba sina haraka kuondoka nyumbani mwa Bwana. Unajua akifika nyumbani mwa Bwana, ni Daudi huyo anaongea. Daudi anasema kwamba akifika nyumbani mwa Bwana, yani anaona kama vile yani sasa ndo amefika. Unajua usije ibadani kama vile unawaiwai vitu vyako fulani ambavyo unavyo huko nyumbani unaviwaiwai. Kwa unasema jamani, hivi ibada inaisha saa ngapi? Na mambo yangu inabidi nitoke hapa nifuatilie sijui nini, kuna biashara zangu kule nafuatilia, kuna mzigo na usubiri. Unakuja ibadani kama vile yani unataka ibada iende haraka afu wai mambo yako. Wewe ukija ibadani uone kama yes, sasa hapa ndo nimefika. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa akasema kwamba aketie mahali pasiri pake aliye juu atakaa katika uvuli wa Mwenyezi. Unajua Mungu anataka kwamba wewe ukiingia kwenye uwepo wake, yani wewe ujisikie kwamba yani hapa ndo penyewe, hapa sasa ndo nimefika. Nikija kuondoka inategemeana sijui nitaondoka saa ngapi. Lakini usije yani hata unajua kuna wakati mwingine mhubiri anaongea unaangalia saa, yani usijui waoni saa, yani watu wengine bwana hapo anamaliza kuhubiri anasema jamani tuimbe kidogo, anasema jamani tunavimba tena, sema jamani sasa hivi kuna matangazo, sema jamani matangazo watatuambia siku nyingine, watatuambia Alhamisi bwana tuwai. Unakuwa kama vile unataka kuwa unajua ulinzi wa Mungu. Najua kama ingekuwa tu ni masuala ya ulinzi wa Mungu, hata ningekuja hapa nikamwambia jamani Mungu atawalinda basi tumalize. Lakini unajua ulinzi wa Mungu una hatua zake. Amen. Mungu anatamani uwe karibu na yeye, ukae pamoja na yeye, uwe kwenye uwepo wake. Unajua kwenye uwepo wake ni sehemu ambapo kuna ulinzi wa asilimia zote. Amen. Unakuwa unalindwa na Mungu kuliko namna unavyofikiria. Kwa hiyo ili Mungu aendelee kuwa pamoja naye na kukulinda, na wewe tafuta ushirika pamoja na yeye. Amen. Tafuta mahusiano mazuri pamoja na yeye. Ndio maana Biblia inasema yeye aketie mahali pasiri pake aliye juu. Unajua kuna shida nyingine. Hata sisi wengine tangia tulivyokuwa wadogo tulikuwa tunajua hizi siri kwamba unajua labda kama wakati mwingine una shida fulani unataka kumwambia baba. Hauwezi ukaenda tu kwa baba, naomba hiki na hiki na hiki na hiki, afu unaondoka. Unakuja kwanza pale, unakaa, unajizungusha, unapiga story, baba naona leo umependeza. Leo sijui unaanza kuongea kwanza pale. Sasa baadaye sasa na ile shida yako ndo unaiweka huko ndani. Amen. Si tu kwamba unakuja unaweza shida afu unaondoka. Tuseme hivi sasa mtoto yani anataka tu shida zake ziisha afu basi. Lakini akishaona kwamba na unakuja unakaa naye unamuuliza baba hivi una mipango gani? Hivi na hivi unamshauri kidogo, naye anafurahi. Kwa sasa Biblia kwanza ikaanza ikasema hivi, yeye aketie mahali pasiri pake aliye juu atakaa katika uvuli wa Mwenyezi. Unajua kwenye uvuli wa Mwenyezi ni sehemu ambapo Mungu yupo. Mungu anataka kuwa pamoja na wewe. Amen. Mungu anataka kuwa karibu na wewe. Ndio maana hata mwanadamu alivyotenda dhambi, Mungu akasema siwezi nikamruhusu huyu mwanadamu akatenda dhambi afu akaondoka zake tu hivi. Lazima nije nitafute njia, nitafute namna nitakavomrudisha mwanadamu awe na mahusiano mazuri na mimi. Ndio maana Yesu akaja akafa msalabani ili mahusiano yetu sisi na Mungu yarudi. Amen.
Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana ukisoma Biblia kwenye Waebrania sura ya 13 mstari wa 5, Biblia inasema hivi: Mungu mwenyewe anatuahidi kwamba sitakuacha kabisa wala sitakupungukia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu hata kuacha. Kwa hiyo hataki na wewe umwache. Kwamba useme Mungu bwana, mimi na mambo mengi. Unajua nikitoka hapa naenda hivi naenda hivi. Unajua unaweza ukakaa kwenye uwepo wa Mungu. Unajua uwepo wa Mungu si kwamba mpaka uwe tu hapa ibadani. Kuna mtu mwingine akiwa hapa ibadani ndo anajiona yuko kwenye uwepo wa Mungu, lakini akiondoka anasema Mungu tumemwacha kanisani, ngoja sisi tuendelee sasa na mambo yetu mengine huko. Unajua kwamba bado upo kwenye uwepo wa Mungu, uko pale pale Mungu alipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kwanza kabisa Mungu anataka ukae katika uwepo wake. Unajua kwenye uwepo wake unasikia kwanza furaha. Amen. Kwenye uwepo wake unapata amani. Kwenye uwepo wake unapata furaha. Kwa ndo mstari wa kwanza, yani kabla ya kuendelea, unajua hii Zaburi 91 nzima inahusiana na habari ya namna Mungu anavyojali maisha yako, namna Mungu anavyotaka akulinde, namna Mungu anavyotaka wewe uone kwamba yeye mwenyewe anakulinda na yeye Mungu anahusika na maisha yako. Lakini kabla ya hayo yote akaanza mstari wa kwanza, kwa yeye aketie mahali pasiri pake aliye juu. Na unajua Biblia inatuambia kwenye kitabu kile cha Waefeso, Bwana Yesu asifiwe sana, kwamba sisi tumeketishwa pamoja na Kristo. Tuangalie hayo maneno kidogo kwenye kitabu cha Waefeso. Kwenye kitabu cha Waefeso sura ile ya kwanza. Waefeso huu ni waraka wa mtume Paulo alioandika kwa hawa watu wanaitwa Waefeso. Waefeso sura ile ya kwanza mstari ule wa 20 na wa 21. Alafu tutaruka tutaingia sura ya pili mstari wa 6. Waefeso sura ya kwanza kuanzia mstari wa 20 na wa 21. Biblia inasema hivi: aliyeutenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo, wala si ulimwenguni mtu, bali katika ule ujao pia. Sura ya pili mstari wa 6. Sura ya pili mstari wa 6, Biblia inasema hivi: akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa maandiko yanasema hivi kwamba unajua Mungu alivyokuwa anamfufua Yesu kutoka kwa wafu, Biblia inasema akatufufua pamoja naye, alafu akatuketisha pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua sisi tumeketishwa pamoja na Kristo Yesu. Unajua sisi tumeketi kwenye kiti cha enzi. Yaani pale pale Yesu alipokaa, hapo hapo ndipo na sisi tulipokaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi si tu kwamba tumesimama tunazunguka mbinguni, hatujui tuelekee wapi, tunaangalia labda huku kuna malaika, huku kuna nini. Biblia inasema kwamba sisi tumeketishwa. Ndio maana Zaburi ya 91 ikaanza kusema kwamba yeye aliyeketi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye aliyeketi. Unajua Biblia yani Mungu mwenyewe alikuwa na makusudi kwamba sisi tuweze kuwa na mahusiano naye, tuketi pamoja naye. Bwana Yesu apewe sifa. Tukishakuwa na mahusiano mazuri pamoja na Mungu wetu, tukishakuwa na mahusiano mazuri na huyu Yesu ambaye Mungu ametuketisha naye. Unajua ukiwa umeketi pamoja na mtu ambaye anakupenda kwa moyo wote, hautatamani kuondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukiwa umekaa na mtu anakuchukia, mtu akujali, unasema jamani, hivi hapa nitaondoka lini? Lakini ukikaa na mtu ambaye unajua huyu anajua maisha yangu, huyu anajali maisha yangu, anajua miaka 20 baadaye nitakuwa wapi na ameshaandaa njia kwa ajili yangu, huyu mtu anajali maisha yangu, amenijali hata wakati ambapo mimi sijijali mwenyewe, lakini yeye alishakufa miaka 2000 iliyopita kabla sijazaliwa, alishakufa kwa ajili yangu. Kwa huyo ndo mtu ambaye nimeketishwa pamoja naye. Bwana Yesu apewe sifa sana. Unajua hata wanafunzi wengine walivyokuwa wanaondoka kwa Yesu, unajua Yesu alikuwa na wanafunzi wengi sana. Wakati wengine wanasikiza mafundisho yake, wanaanza kusema jamani, haya mafundisho gani? Ngoja sisi tumuame. Yesu akawageukia wanafunzi wengine, akamwambia hivi, na nyinyi mnataka kuondoka? Petro akasema, Bwana, sasa sisi tuondoke, twende wapi? Yaani kwako kuna maneno ya uzima, yaani kwako ndo tumeshafika hivyo, sisi hatuondoki ngo. Bwana Yesu asifiwe sana.
Yani wewe unajua ukifika kwa Yesu usiwe na mawazo ya kuondoka. Yani usiwe na zile haraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani unajua kuna wakati mwingine unakaa kwenye uwepo wa Bwana, unakaa. Yani hata wakati mwingine hata kwenye kusoma neno, unakaa unasoma neno unapitiliza. Yani sasa kwa sababu Biblia inatuambia kwamba neno la Kristo na likae kwa wingi mioyoni mwenu. Amen. Maneno ya Mungu inabidi yakae kwa wingi ndani yetu. Unajua hata wakati mwingine ukiwa unasoma neno, usijiwekee mipaka kwamba sasa leo nasoma mistari 5. Baada ya mistari 5 basi. Kwa hiyo unasoma haraka ili 5 iishe afu unafunga Biblia unaondoka. Yani wewe soma kama vile umeambiwa, ukisha soma hapo ndo maisha yako yote ndo yameisha. Yani wewe soma kama vile una muda mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo soma. Yani ile hamu yote na ile raha. Unajua neno la Mungu mwenyewe ni neno lake. Amen. Yesu Kristo ni neno. Na neno lenyewe limebeba ujumbe wa Mungu na uzima wa Mungu. Kwa hiyo ukichukua muda kusoma neno la Mungu, maana yake ni sana kwamba unachukua muda na Mungu. Unajua unavyosoma neno la Mungu ni kwamba unakuwa unaongea na Mungu. Amen. Kwa unavyosoma neno lake unakuwa umekaa kwenye uwepo wake. Usisome kwamba leo ngoja nisome sura moja tu nimemaliza. Soma na kusoma au kama unasikiliza sehemu sikiliza na kusikiliza. Unajua unavyosikiliza Mungu kuna kitu anakifanya ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ambacho kinakuwa kinamfurahisha. Kwa sasa hapa kwenye Waefeso akatuambia kwamba jamani, ni jambo la kufanya mjue kwamba mmeketishwa pamoja na Kristo. Na mmeketi juu sana kuliko ufalme na sultani na enzi na mamlaka na juu ya majina yote yanayoweza yakatajwa katika ulimwengu huu. Na si katika ulimwengu huu tu, hata katika na ule ujao pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa anatuonyesha ule uthamani. Unajua ukikaa kwenye uwepo wa Mungu, yani unajua siwezi kueleza kwamba ni raha iliyoje. Unajua mambo mengine mpaka na wewe ukae sasa kwenye uwepo wa Mungu ili uelewe kwamba unasikia raha kiasi gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua inabidi ukae kiasi kwamba kuna mhubiri mmoja, yeye alikuwa Mungu anamtumia sana kwa mambo mbalimbali na alikuwa ni mwanamke. Huko sijui nchi za wapi huko, ila huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa anaitwa Maria Woodworth Eater. Sasa yeye kwenye siku moja wakati anahubiri, akahubiri ikafika sehemu sasa ile anaongea maneno fulani. Labda mfano anataka kusema labda mfano Mungu anawapenda. Labda akasema Mungu anawapenda. Yani akawa ameganda pale. Sasa yani akaganda hapo wakati akiwa kwenye uwepo wa Mungu anahubiri. Kwa hiyo sasa alipogana mpaka mida ya mkutano ikaisha, mtu mwingine akaja akasema jamani ndo mida yetu ya kwenda nyumbani. Watu wakaenda nyumbani mpaka kesho yake muda tena wa mkutano. Bwana Yesu asifiwe sana. Muda wa mkutano ulipofika akaendelezea pale alipokuwa anaendelea, alafu akaendelea kuhubiri kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unajua ukikaa kwenye uwepo wa Mungu sasa si kwamba alitoka pale amechoka labda anajisikia vibaya. Unajua nilikuwa kwenye uwepo wa Mungu najisikia vibaya. Yani unajua alitoka na furaha, yani mpaka watu sasa tena walikusanyika watu wengi zaidi kwa ajili ya kuja kushuhudia hicho kilichokuwa kimeendelea. Muda wa mkutano ulipofika akaendelezea pale. Kwa hiyo yani hakwenda popote wala kunao wala kwenda wapi, yani hapo alipokuwa kaganda hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kwenye uwepo wa Mungu hata siku nyingine Musa mtumishi wa Mungu aliwahi kwenda juu mlimani kuomba, akasema jamani, yeye alikuwa amezoea anaenda anaomba anarudi anawaletea ujumbe. Sasa siku moja akaenda akakutana na uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipokutana na uwepo wa Mungu akasahau kwamba kuna habari za kula chakula, kwamba kuna habari za kunywa maji. Akakaa huko siku 40 usiku na mchana, yupo tu kwenye uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku 40 na siku zote hizo Mungu alikuwa anatumia ule muda kumuonyesha habari za, ingawa alimuonyesha katika vivuli na nini, lakini alikuwa anamuonyesha habari za Yesu Kristo mwenyewe. Ile siku ya mwisho kabisa, siku ya 40, ndo akampatia amri 10. Lakini hizo siku nyingine alikuwa anamuonyesha namna utukufu wa Mungu namna ulivyo, na ule ujenzi wa hema alikuwa anampatia maelekezo yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unajua kwenye uwepo wa Mungu hata hivyo vitu vingine unavisahau. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kuna watu ambao tumewasoma hata huko madarasani. Kuna wanasayansi ambao tunawafahamu. Kuna mwanasayansi mmoja naye ni wa huko, yani huko nchi za wenzetu. Nikisema huko maana yake huko nchi za wenzetu huko. Mwanasayansi mmoja anaitwa Isaac Newton. Yeye yani kwenye watu wa sayansi wanamjua sana. Yani amefanya mambo mengi sana ya kisayansi. Sasa yeye kwenye sayansi zake mpaka ilikuwa inafika wakati anasahau kuja kula, mpaka ikafika siku akasahau mpaka jina la mke wake. Kwa hiyo alikuwa
Sasa yani alikuwa anaojua na watu, kwa hiyo akamwambia mke wake anaitwa mke wangu. Mke wangu, yani akawa mpaka ameshasahau jina la mke wake anaitwa nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu yeye alikuwa busy kwenye mambo ya sayansi anafanya, na alikuwa na akili nyingi sana kupita kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa na mambo aliyogundua ndo tunayasoma mpaka sasa hivi madarasani kwetu. Unajua ukikaa kwenye uwepo wa Mungu kama Musa, mpaka sasa akasahau kwamba kuna mambo ya kula. Sasa wale watu wakaanza kujiuliza huko chini, hivi Musa yupo kweli? Yaani anajidai kukaa huko na Mungu, huenda ameshakufa. Amesahau kwamba kuna mambo ya kula huko, lazima aje ale. Hivi Joshua umempelekea chakula? Joshua naye akaanza, mimi simuone, ameishiria kule, kuna uwepo wa Mungu kule. Na mimi huko siwezi kwenda, ngoja tu tumsubiri hapa. Wengine huko chini wakaanza kufanya mambo yao, wakatengeneza ndama, kwa sababu wao walikuwa yani hawathamini ule uwepo wa Mungu katikati yao. Wakasema huyu Mungu Bwana naye ametuchosha, tutafute vitu vingine tuviabudu hapa, tuvirukie. Wakatafuta vitu vingine badala ya kuendelea kusubiri kwenye uwepo wa Bwana, kumsubiria Mungu. Wao wakajitengenezea vitu, wakatengeneza ndama ya dhahabu. Lakini baada ya siku 40 wakashangaa Musa anakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unajua Musa naye kuna wakati aliteremka kutoka mlimani mpaka uso wake ulikuwa unang'aa. Wakamwangalia Musa, wakaona uso wake ulikuwa unang'aa, mpaka wengine wakaanza kukimbia. Bwana Yesu asifiwe sana. Akiwemo Aroni mwenyewe pamoja na Miriam, dada yake na kaka yake, na wazee wa Israeli wakaanza kukimbia, wakasema Musa, mbona uso wake unatisha hivi, anang'aa? Kwa sababu mtu alikuwa amekaa kwenye uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa usiwe na haraka. Unajua ili Mungu akutetee, Mungu awe pamoja na wewe, Mungu atahakikisha anakutetea endapo ukichukua muda ukakaa kwenye uwepo wake. Amen. Yaani na unajua ukikaa kwenye uwepo wa Mungu, vitu vingine utaviona tofauti. Amen. Yaani kwanza Mungu atakuwa pamoja nawe. Mungu atahakikisha unakula, Mungu atahakikisha unakunywa. Ndio maana Yesu akasema hivi, utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine mtafanyaje? Mtazidishiwa. Wewe tafuta kwanza kukaa kwenye uwepo wa Mungu. Unajua ukikaa kwenye uwepo wa Mungu, yani unajua unapata ile raha ambayo haielezeki. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa na hii Zaburi sijui nitaimaliza saa ngapi. Unajua ndio nipo bado kwenye mstari wa kwanza. Amen. Kukaa kwenye uwepo wa Bwana. Unajua ukisoma Zaburi ya 16, tuangalie mstari wa mwisho huu afu tuendelee sasa mbele. Zaburi ya 16 mstari wa 11. Zaburi ya 16, Daudi anaongea kitu fulani pale kizuri kingine kuhusiana kukaa kwenye uwepo wa Bwana. Naomba mmoja anisomee Zaburi ya 16 mstari ule wa 11. 16 mstari wa 11. Utanijulisha njia ya uzima, mbele za uso wako ziko furaha tele, na katika mkono wako wa kuume na mema ya milele. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua hapa kwenye huu mstari akasema unajua huyu mwandishi Daudi mwenyewe alioandika Zaburi ya 16, anasema jamani yeye anatamani kukaa kwenye uwepo wa Bwana. Kwa nini? Anasema kwa sababu kwenye uwepo wa Bwana kuna furaha tele. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kuna furaha nyingi. Kabisa amesema kwenye uwepo wa Bwana kuna furaha nyingi, kuna furaha, afu kuna mema ya milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua ukikaa kwenye uwepo wa Bwana usije ukasema kwamba Mungu atanipatia mema kidogo, afu baadaye huenda nikafa, huenda nikafanywaje sijui. Yaani hayo mawazo hayapo kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mema ya milele. Unajua Mungu anakuwazia yaliyo mema, si mema ya muda fulani, ya mwezi wa kwanza, siku 2 3. No, Biblia inasema hivi, kuna mema ya nini? Ya milele. Na Mungu anasema najua mawazo ninayokuwazia si mawazo mabaya, lakini mawazo mema ya kukupatia tumaini siku zako za lini? Siku zako za mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unajua hata kama ukiona ndio hivi dunia sasa hivi kwa kadri tunavyozidi kuendelea kuna mauaji mengi yanatokea, hata kuanzia mwaka jana, lakini sasa hivi naona imepungua kukata makoromeo na nisi, ndio hivyo. Lakini unajua kuna mtu anafikiria kwenye koromeo labda na mimi utanichukua. Kwenye hivi kila mtu unajiwaza, no, wewe jiwazie mambo mema. Kwamba Mungu akibariki wengine atanibariki na mimi. Mungu akiwa anaponya wengine ataniponya na mimi. Mungu akiwapatia wengine uzima na afya atanipatia na mimi. Bwana hata nipita. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo huyu ambaye aliandika hii Zaburi ya 16 akasema jamani kwenye uwepo Bwana kuna furaha. Yaani kama unataka furaha kwenye maisha yako, tafuta kukaa kwenye uwepo wa Bwana. Amen. Yaani kuna furaha ya kutosha, kuna ulinzi wa kutosha na kuna amani
Bwana Yesu asifiwe sana. Hauwezi ukakaa kwenye uwepo wa Bwana ni kama vile mtu mwenye wasiwasi, yani kama vile mtu ambaye unatafutwa. Unajua unakaa unaangalia hivi hawajaja kweli. Unaangalia nyuma, unaangalia pembeni. No, wewe unajua kwamba Mungu anakulinda, Mungu anakutetea, Mungu yuko pamoja na wewe kwa kila hatua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wewe kaa kwenye uwepo wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Tumalizie sasa kwenye mstari wa kwanza wa Zaburi 91, tumalizie na Zaburi moja ya 73. Zaburi ya 73 iliandikwa na mtu mmoja anaitwa Asaf. Asaf alikuwa ni nabii ambaye alikuwa anahudumu kipindi hicho cha Daudi. Alafu vile vile alikuwa ni mwimbaji. Kwa hiyo alikuwa ni nabii afu vile vile ni mwimbaji. Kwa sasa kwenye Zaburi ile ya 73 mstari ule wa 28 anasema kwamba nami kumkaribia Mungu ni kwema kwangu, nimefanya kimbilio kwa Bwana Mungu, niyahubiri matendo yako yote. Kwa hiyo huyo anasema jamani, nami kumkaribia Mungu ni kwema kwangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kuna mtu mwingine anaona akimkaribia Mungu akiwa anahusiana na Mungu, sawa, Mungu atamlinda, lakini kama vile Mungu sijui atamnyima uhuru fulani, Mungu ni kama vile atambana kwenye, yani hayo mawazo hayapo kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unataka ile hali ya kuwa huru kabisa kutoka moyoni, inapatikana kwenye uwepo wa nani? Uwepo wa Mungu. Kwa hiyo kwanza msisitizo naweka kaa kwenye uwepo wa Mungu, ili usije ukakimbilia huko kwingine, mambo mengine akakupata afu kasema Mungu alikuwa wapi? Mungu alikuwa na wewe. Ile sasa wewe hutaki kukaa kwenye uwepo wa Mungu. Yaani kama Mungu alivyomtuma Yona, akamwambia Yona nenda kule Ninawi ukahubiri huko kondoko, Mungu alikuwa ametangulia ili Mungu aende, Mungu awe pamoja nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Yona yeye akasema sasa masuala ya kwenda Ninawi tena hapa mimi sina. Ngoja niende zangu Tarshishi huko. Tunajua yaliyompata. Baada akaingia pale, meli yenyewe kagoma kwenda. Labda mtu mwingine anasema Mungu, mimi mtumishi wako nabii, mimi nabii Yona hapa, lakini sasa mambo yamekwama hapa, meli haitaki kwenda, mambo yaende. Kumbe haupo kwenye ile sehemu ambayo Mungu anakuambia uende, unatoka kwenye njia ya Mungu unaingia kwenye njia zako. Amen. Hapo lazima mambo yakwame. Baadaye akamtoa hapo, akamtupa huko, akamezwa na samaki. Kwa ni majanga na matatizo na manini. Yaani unakuta mambo ambayo hayaeleweki mengi kweli. Endapo wewe ukijiondoa kwenye uwepo wa Mungu ukataka kwenda kwenye njia zako, hapo ndipo matatizo yanaanza. Lakini unajua ulinzi wa kweli, na mwaka huu Mungu atusaidie tukae kwenye uwepo wa Mungu. Amen. Unajua ukikaa kwenye, yani utashangaa Mungu atakavyokupatia furaha, Mungu atakavyokupatia amani, Mungu atakavyokulinda mpaka mwaka kesho tena tutaongea, tutasema jamani Mungu ametuvusha. Amen. Na hivyo tutafika mpaka miaka hiyo ambayo tunataka tuishi. Amen. Hata Mungu akitusaidia miaka 100, miaka 120, miaka 150 au miaka 175. Amen. Wangapi wanataka kuishi miaka 175 ijayo? Amen. Basi Bwana atawasaidia. Amen. Kwa hiyo kaa kwenye uwepo wa Mungu. Si kwa mambo mabaya yanakupata unasema Mungu ulikuwa. Unajua mfano hata juzi tarehe 31 tulikuwa kijijini huko. Mbona nimepasahau tena jina. Ila huko kijijini kwetu sisi ni Kashasha. Ila tukaendelea mpaka huko mbele, nilikuwa nimeenda kwa kijiji cha rafiki yangu huko. Kwa hiyo tukawa huko mbele sana huko. Sasa tarehe 31 hiyo siku ya Alhamisi. Kwa hiyo sasa lakini tukasema mwaka mpya tunataka tuulie mjini. Kwa hiyo tukaanza safari hiyo, tukatoka huko. Tukaja na gari hivyo. Sasa kwanza tukafika sehemu fulani hivyo napaita Amshenyi. Tukafika pale, gari lilikuwa lina abiria wengi, ilikuwa jioni. Sasa pale tukapata abiria. Sasa tulipopata abiria, sasa hapo ndo tulikuwa tunaingia kwenye lami. Sasa abiria mmoja akamwambia dereva, yani sasa hivi dereva, kimbiza gari vya kufa mtu. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke mmoja alikuwa amekaa kwa pale mbele, akamwambia shindwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa nikajua kumbe huyu yeye hataki kufa. Lakini huyu mwanaume yeye kwa sababu ana haraka zake, akamwambia dereva, wewe kimbiza gari vya kufa mtu mpaka mtu afe hapa. Lakini huyu akamwambia shindwa. Akasema wewe usitaki tumalize mwaka vibaya. Hii ni tarehe 31 mwezi wa 12. Dereva, wewe nenda taratibu tufike salama, ili mradi tufike salama. Unajua kila mtu anatamani kufika salama. Sasa lakini tumekuja na gari tukafika maeneo pale
yakatoma, yani tulikuta kuna gari mbele yetu limepata ajali. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nikashangaa ngasa hivi kumbe tarehe 31 kumbe kuna yani ajali huko duniani zinaendelea kama kawaida. Yani kumbe ajali zilikuwa zinaendelea. Afu si gari yetu likapita vizuri likaenda. Yani ajali tu ilikuwa imetokea pale, hayo magari wakaweka hapo pembeni yaliyogongana, sijui vitu gani vilikuwa vinaendelea. Watu wamekusanyika wengi, sisi tukapita zetu tukanyosha. Nikasema asante Mungu umetusaidia. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuwa mzima, usizani kwamba ni kwa nguvu zako. Yani huko duniani wengine walikuwa wanakufa kama kawaida. Yani huko ajali za huko, mtu amekatika mkono, mwingine amevunjika mguu, mwingine hana jicho, mwingine ana bandeji, mwingine ana maplasta, mwingine amelazwa. Yani huko mambo yanaendelea kama kawaida, lakini sisi Mungu ametusaidia. Amen. Kwa hiyo Mungu aendelee kukuvusha na kuvusha. Wewe kaa kwenye uwepo Bwana. Mungu atakulinda tu. Mungu atakuwa pamoja na Mungu atakupatia kila unachokihitaji. Amen. Kwa sasa endapo ukikaa kwenye uwepo wa Bwana, yani mambo ambayo yatakukuta ni kama yafuatayo. Zaburi ya 91, sasa ndo tunaendelea. Zaburi ya 91, huo ulikuwa ni mstari wa kwanza peke yake. Sasa itabidi niruke kwa sababu ya muda. Mstari wa 3. Hapo nimeruka wa pili. Lakini mstari yote ni mema, ukipata muda ukienda nyumbani isome tena. Ni zaburi ambayo inafahamika sana. Ukitoa ile Zaburi ya 23 na hii Zaburi inafahamika sana, Zaburi ya 91, ukipata muda soma. Mstari wa 3 akasema hivi, maana yeye, hiyo yeye imeandikwa kwa herufi kubwa kama ukiangalia vizuri. Yaani Mungu yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji. Kwa lakini kwa mstari wa kwanza ameanza kusema wewe kaa kwenye uwepo wa Bwana, kaa pamoja na Mungu. Sasa mambo yatakao kutokea sasa, atakuokoa na mtego wa mwindaji na katika tauni iharibuyo. Yani unajua magonjwa mbalimbali yakija, utashangaa Mungu anakupigania. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua Mungu kukupigania, kukuponya na hayo magonjwa, si mpaka labda si kwamba sema Mungu ataniponya tu mimi situmii dawa. Hata kama unatumia dawa, wewe jiulize, unajua hata kwenye huu mwaka ambao tumemaliza 2015, wapo wengi walitumia madawa na walienda hospitali makubwa sana, lakini hawapo. Wewe hata umshukuru Mungu, unatumia aspirin, kichwa hata kama kinakuuma kinatulia. Unatumia Panadol, labda unaumwa na tumbo linaacha. Yaani umshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo ni Mungu, sio akasema ni Panadol. Wapo wengi wanawekewa na madrip, wanapelekwa mpaka kwenye mashine na wafanyeje, lakini hamna kitu. Wanafariki, wanaondoka hivyo, hatunao tena mwaka huu. Lakini wewe unayeumwa, sio hata kama umelazwa ukapona ukatumia madawa, sema Mungu asante. Si kila mtu anaenda hospitalini anatoka, ukienda pale watu wanaanza kukuangalia mara mbili. Amelazwa huyu, ngoja tuone. Ukipona wewe mshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini labda mimi kwa ushuhuda wa kipekee, namshukuru Mungu ambao na ushuhudia sasa. Tangia mwaka 2012 sijawahi kutumia dawa wala kidonge chochote wala nini wala sindano wala chochote kile, na ninaishi kwa nguvu za Mungu. Amen. Na nina uzima tele. Amen. Na nitaishi, nimebakiza zaidi ya miaka 150 hapa mnaponiona. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitaishi kweli. Kwa hiyo wewe kaa kwenye uwepo wa Mungu. Amen. Unajua kwamba yani ukikaa kwenye yani Mungu atakupigania tu. Ndio maana hapo kwenye mstari wa 3 akasema kwanza atakuokoa na mtego wa mwindaji, alafu vile vile katika tauni iharibuyo. Yapo magonjwa mengi, Mungu atakusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 4 anasema chini ya manyoya yake atakufunika, chini ya mbawa zake utapata kimbilio, uaminifu wake ni ngao na kigao. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua Biblia inasema chini ya manyoya yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unajua kulikuwa na mtu anatufundisha hapa, ndio maana nimekumbuka, nimefurahi. Unajua manyoya, Biblia inavyosema chini ya manyoya yake, unajua ni kama vile kuku. Kuku namna anavyofunika vifaranga vyake. Unajua kifaranga kiwezi kuwa kule mbali, afu kuku yuko hapa, afu kuku akakifunika kwa mbawa zake au manyoya yake. Lazima kije kiwe karibu. Amen. Kikiwa karibu ndo kinaingia pale kwa mama anakifunika. Inaonyesha kwamba kimeketi chini ya mahali pasiri pake aliye juu. Amen, kiko pamoja naye. Kwa hiyo usizani kwamba kulikuwa na mtu fulani anatufundisha huko nilikokuwa masomoni huko, akasema si kwamba labda mtu aje apate ufunuo aseme sasa nimekutana na andiko lasema kwamba Mungu ana manyoya, kwamba akasema Mungu ana manyoya, sasa Mungu anatufundisha.
Mungu ana manyoya, amen. Lakini hiyo ilikuwa ni picha kuonyesha kwamba ule ukaribu, kwamba kama vile kuku anavyofunika vifaranga vyake ndivyo Mungu anavyokufunika wewe, amen. Mungu yani anakuweka sehemu ambayo ni salama. Yani inakuwa salama salimi, hata kama huko nje kuna dhoruba, kuna upepo mkali unavuma, au hata kama kuna baridi, wewe ile baridi hautaisikia, amen, kwa sababu utakuwa kwenye uwepo wa Mungu. Hata kama kuna mvua inanyesha, wewe hautasikia hayo maji, yani unakuwa Mungu amekufunika, unakuwa chini ya mbawa zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapata kimbilio. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini wewe kaa kwenye uwepo wake. Yani hapa siri kubwa ni yani ukikaa utashangaa ulinzi ambao Mungu anakupatia wewe. Yani utashangaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye mistari inayoendelea inasema kwamba mstari wa 5, hutaogopa hofu ya usiku. Kumbuka hilo neno usiku. Wala mshale urukao mchana, wala tauni ipitayo gizani, wala uwele uharibuo adhuhuri. Unajua maneno kwenye hii mistari miwili, mstari wa 5 na wa 6, ametumia neno usiku, mchana, gizani na adhuhuri. Haya ni majira mbalimbali. Unajua ulinzi wa Mungu kwenye maisha yako ni masaa 24. Bwana Yesu asifiwe sana. Uwe ni wakati wa adhuhuri, wakati wa mchana, wakati wa usiku, wakati wa giza, sijui wakati wa mwanga, wakati wa nini, unajua kwamba Mungu ulinzi wake ni masaa yote. Amen. Yani unakuwa upo salama kwenye uwepo wa Mungu. Amen. Yani hauwezi ukawa, unajua ndio maana Biblia inasema kwamba sisi tumefichwa pamoja na Kristo. Unajua Mungu baada ya kutuokoa alivyotuketisha pamoja na Kristo, vile vile ametuficha sisi, tumefichwa ndani ya Kristo. Kwa hiyo ili madhara yatupate sisi, yani lazima shetani ajitahidi apambane, amwangamize Yesu. Akishamwangamiza hapo na sisi tutaangamia. Lakini kama Yesu hataangamia, yani wewe sahau swala la shetani. Unajua ndio maana kuna sehemu fulani kwenye Biblia wakati akiwa anatabiri akasema hakuna silaha itakayoamriwa ije juu yako au itakayotengenezwa juu yako ikafanikiwa. Haitafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna silaha itakayokuja kinyume chako wewe ikafanikiwa. Haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu umefichwa ndani ya Kristo. Unajua Yesu Kristo anavyokufunika pale kwa mbawa zake. Unajua uwepo wa Mungu unakuwa pamoja na wewe, na utashangaa Mungu anavyokupigania na kukusaidia. Hata watu wengine ikifika sehemu watu wengine wamenuna, wana hasira na nini, yaani ukishangaa wewe ni mtu wa tabasamu. Wewe unafurahi. Wewe auangalii mazingira kwamba mazingira sasa hivi yanaendaje, watu wengi mambo yao hayaendi vizuri, lakini wewe una ile amani mpaka unakuangalia hivi huyu anaelewa kinachoendelea au akili zake haziko sawa. Lakini wewe unakuwa unaelewa zaidi yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe uangalie wewe unajua tu kwamba Bwana atanipigania, Bwana atanisaidia. Yaani wewe unajua tu hata kama uone kitu kinachoonekana kwa macho, wewe unajua tu Bwana atanipigania na Bwana atanisaidia. Amen. Mstari wa 7 sasa akasema hivi. Sasa sababu hata inayofanya, ndio maana mstari wa 5 akaanza na neno hutaogopa hofu. Mstari wa 7 akasema ijapo watu 1000 wataanguka ubavuni pako, naam 10,000 mkono wako wa kuume, hata hivyo hautakukaribia wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua watu wanaingiwa na hofu wanavyoona mbona huyu jirani yetu amekufa kwa hivi? Huyu biashara yake ambao mimi hapa biashara yangu iko hapa, huyu biashara yake imeharibika. Huenda itakuja na kwangu. Yaani mtu anavyoangalia pembeni yake, mbona huyu imekuwa hivi? Mbona hofu inaingia na kwake. Mbona huyu naye alikuwa ni tena kiongozi mkubwa tu amefariki. Kwa nini mimi nisifariki? Huyu mbona wamemkata na mapanga? Kwa nini mimi? Sasa mtu anavyoona wa pembeni yake anajiona labda huenda nayefuatia ndo mimi hapa. Anasema mbona mimi ni wa kawaida tu, na mimi ni wa humu kijijini, na mimi nazunguka, nachota maji kama wengine, natembea. Kwa hiyo unapoona wengine hofu inakuingia. Unajua ndio maana Biblia ikasisitiza habari ya kwamba usiogope. Tena Biblia kwa wanaofuatilia tena wengi wanafahamu kwamba imeandikwa kwenye Biblia. Neno usiogope limeandikwa mara ngapi? Mara 365. Sawa na siku za mwaka mzima una siku 365, ambao maana yake kila siku Mungu anakuambia kwamba usiogope. Bwana Yesu asifiwe sana. Usifanyeje? Usiogope. Kwa hiyo unajua kwamba ni siku zote Mungu anakulinda, Mungu kupo. Siku zote 360 ngapi? 65 za mwaka. Hata mwaka huu una siku 365. Unajua kwamba Mungu anakuambia usiogope. Leo ni siku ya 3. Umebakiza siku 362.
bado siku zote Mungu anakuambia usifanyeje? Usiogope. Sasa kwa nini anakuambia usiogope? Kwa sababu anajua, ndio maana mstari wa 7 ukawepo kwamba watu 1000 wataanguka mkono wako wa kushoto, watu 10,000 mkono wako wa kuume. Lakini hata na hivyo hayo mabaya hayatakupata wewe. Usije ukazani mwaka huu huenda vikanipata mimi. Hao wanaopata sijui ugonjwa gani ukasikia Ebola, huenda nikaipata. Kwani wanaoipata Ebola wanakuwa wanapenda? Hawapendi. Huenda kanipata mimi. Wanaopata pressure, huenda nikapata pressure mimi. Ambao mambo yao hayaendi. Yaani usijiwazie, uje kwamba uweza wa Mungu na nguvu za Mungu ziko pamoja na wewe. Amen. Wewe endelea tu kuenjoy kukaa kwenye uwepo wa Bwana. Endelea kufurahia kukaa kwenye uwepo wa Bwana. Ndio maana unajua hata watu wa dunia wanatafuta kupata raha na kupata furaha kwenye mambo mengine ya dunia ambayo hayadumu. Baada ya muda yanakuja, yanapita, yanaondoka. Lakini yani wewe tamani kukaa kwenye uwepo wa Bwana. Yani jambo moja kati ya mambo ambayo yangekuhuzunisha, labda mtu ukiambiwa leo uende kanisani, yani hapo ndo ungelia, unalia kabisa, unasema haiwezekani mimi, yani hapa. Ndio maana Daudi akaandika Zaburi moja akasema hivi, nalifurahi waliponiambia twende wapi? Ndio simu ambapo Daudi anasema hapo nalifurahi. Lakini kuna mtu mwingine akamwambia twende kule kuna madisco, kuna vitu gani, hapo ndo furaha. Hao ni watu wa dunia. Amen. Sasa wao furaha yao si kama ya kwetu, ni vitu viwili tofauti. Sisi ambao tunaokaa kwenye uwepo wa Bwana, unajua na unavozidi kukaa kwenye uwepo wa Bwana zaidi na zaidi na zaidi, ndivyo kiu ya dhambi na mambo mengine ya kidunia inavyopotea zaidi na zaidi na zaidi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa yani unajua ukikaa kwenye uwepo wa Mungu, yani utashangaa. Vitu vingine vitawatokea wengine, utabakia wewe. Hata kama siku ile tulivyoona habari za Yesu, hata wakati Yesu anazaliwa. Wakati Yesu anazaliwa alitafutwa kuuawa. Je, watoto wengine walikufa au hawakufa? Walikufa kama kawaida. Lakini Yesu alikufa, alibaki tena akaishi miaka 33 tena baadaye. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpaka akaja akapaa. Mungu akaona huyu mtu ameshakufa, ameshafufuka, bado anaishi. Huyu atakufa tena. Kwa hiyo ngoja nimchukue nimpeleke huko mbinguni. Kwa hiyo Mungu akamchukua moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unajua ukikaa kwenye uwepo wa Mungu, yani mambo yatawapata wengine lakini wewe hayatakukaribia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo niruke tena niingie mpaka mstari wa 10. Nimeruka hapo. Wewe ukipata muda utasoma yote, naruka. Mstari wa 10 Biblia inasema hivi, mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitakaribia hema yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa akaeleza kabisa kwamba mabaya hayatakupata wewe. Amen. Mabaya hayatakupata wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wewe jua, yani ukikaa kwenye mabaya hayatakupata wewe. Kwa sababu yani kila mshale ambao utaelekezwa utakutana na ukuta, utakutana na damu ya Yesu itagonga. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama yani wewe hautalogeka, wewe mambo yako hayataharibika. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama ukiwa unapita kwenye changamoto, unajua kwamba Bwana yuko pamoja na wewe. Hata kama ukiwa kama Danieli wakikutupa kwenye tundu la simba, unajua kwamba Mungu yuko mahali pale ananisubiria. Kwa hiyo unaingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Unashangaa unakuwa salama. Wakikutupa kwenye tanuru ya moto, unajua kwamba Yesu yupo kule anakusubiri. Kwa hiyo na wale walipoingia, kumbe walikuwa wanaingia kwenye uwepo wa Bwana. Wangekataa kuingia, wangebaki kwenye njia zao. Lakini wao wakasema nyie mtutupe tu. Kwa hiyo wakaenda wakaingia. Na mambo ya ajabu yaliyotokea. Sasa ndo mstari wa 7 akatuambia watu wengine wataanguka huku na huku, lakini haitakukaribia wewe. Hawa watu Biblia inasema waliwafunga kamba afu wakawatupa kwenye moto. Na namna walivyokuwa kule kwenye moto, mambo yaliyotokea Biblia inatuambia, yani kama mtu akufunge kamba alafu akuwashe moto, kamba iungue mpaka iishe, lakini wewe unabakia uko fresh kabisa, yani uko salama, uko amani yako, yani unabakia uko salama salmini. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani unabaki uko okay. Yani hakuna tena, Biblia inasema walivyotoka hata hawakuwa na harufu ya moshi, kwamba hawa watu wanatokea hata ile harufu haikuepo. Kwa hiyo kamba ziliungua, yani kamba ambazo zimekaribiana sana na wao, kamba ambazo zimewafunga wao, kamba ambazo zimeshikana na miili yao, kamba zikaungua zikateketea, lakini miili yao ikabaki ikiwa salama. Amen. Ndivyo hata na wao walivyo. Watu wengine wewe usiangalie watu wa dunia. Biblia imeshaahidi kwamba wataanguka huku na upande wa huku.
wao wataendelea maisha yao kama kawaida yao ilivyo, lakini Mungu atakulinda wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unajua Mungu ni mwema sana. Sasa usifanye mambo kwa ajili ya kuja kumtegeshea Mungu au kumjaribu Mungu. Ndio maana mstari unaofuata hapo, ngoja niusome, nilikuwa nataka kuruka, wa 11 inasema, kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Biblia inasema Mungu atakuagizia malaika zako wakulinde kwenye njia zako zote. Na unajua shetani anajua haya maandiko vizuri, na ili andiko alilitumia wakati anamjaribu Yesu. Akamwambia Yesu, imeandikwa kwenye Zaburi ya 91 kule kwamba wewe jitupe. Kwa shetani unajua akaangalia maandiko yote haraka. Shetani akatafuta andiko ambalo limejaa ulinzi wa Mungu, akaona alichomoe kwenye Zaburi ya 91. Bwana Yesu asifiwe sana. Akajaribu sasa kumtega Yesu na Zaburi ya 91, kwa sababu Yesu na Yesu anaijua vizuri Zaburi ya 91, namna ilivyojaa ahadi za Mungu, imejaa nini, imejaa mtu ambaye anaketi kwenye uwepo wa Bwana, mambo haya hatampata. Kwa sasa shetani anajua na Yesu anapopenda kukaa kwenye uwepo wa Bwana masaa yote, akamwambia sasa jitupe sasa, kwa sababu imeandikwa atakuagizia malaika zake. Lakini pale ile kujitupa ni kwamba ni makusudi kwa ajili ya kumjaribu Mungu. Yesu akamwambia shetani, imeandikwa vile vile usimjaribu Bwana Mungu wako, simjaribu. Kwa hiyo usifanye mambo kwa kumjaribu. Yesu akamwambia au mstari ufanye kazi. No, naye shetani unajua maandiko ya ulinzi yako mengi sana, yako mengi. Lakini mpaka shetani kuja kuchomua mstari wa Zaburi ya 91 kumpatia Yesu, shetani aliona labda nikimtega na huu. Yaani katika mistari yote huu ndo wenyewe huu. Yaani hii Zaburi ya 91 inaahidi ulinzi tosha. Yaani unajua Mungu yuko pamoja na wewe. Amen. Hata kupungukia wala hata kuacha. Wewe endelea kumwamini hata juu ya habari ya mahitaji yako ya kila siku. Bwana ndiye mchungaji wako, utapungukiwa. Juu ya habari ya afya yako, Mungu atakupatia afya, hautapungukiwa hata na afya. Kutokupungukiwa maana yake hautapungukiwa kitu chochote. Iwe ni afya, iwe ni hautapungukiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakuwa tu na hizi yani wewe unashangaa tu wenzako huku na huku. Wengine wanafariki, wanaenda hivi. Yani wewe unawaangalia tu hivi na hivi. Lakini unashangaa tu muondoka. Hata juzi hapa hivi tulikuwa na mgonjwa hospitali, tulikuwa tunampelekea chakula. Sasa tena tukampelekea labda kama leo na kesho yake tena tukampelekea mchana. Tena sisi ndo tuliompelekea. Kwa hiyo pale nyumbani mama akaandaa chakula nini akasema mpelekee. Tukampelekea mgonjwa mchana hiyo saa 7 hapo government amekula amemaliza. Saa 10 tukaambiwa mtu hayupo duniani. Kasema jamani, hivi ndo tuliompelekea chakula usho? Au labda kulikuwa na mwingine sasa huyo mlompelekea chakula saa 7. Saa 10 hayupo tena. Kwa hiyo ndo kilikuwa chakula tulichompelekea sisi ndo kilikuwa cha mwisho. Kwa hiyo basi akawa muondoka. Unajua kwanza pale kaofu kadogo kalikuja. Hiyo mtu silimuona naye sasa hivi tu. Alafu eti hayupo. Kwa hiyo kabisa au na mimi uenda sasa hivi nipo alafu baadaye sifa. Lakini kajua hamna, mimi sio kama wao. Amen. Wao ni wao na mimi ni mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi si kwamba labda ni mjanja, maandiko ameshasema msaada wetu uko katika Bwana. Amen. Mungu ndiye ambaye yuko pamoja na sisi, Mungu ndiye anayetupigania. Kwa hiyo hatuwezi tukajisifia kwamba sisi ni wataalamu, tunajua gari la kupanda, tunaangalia ili gari. Mungu ndiye anayetuongoza katika hatua. Hata unajua usafiri wa kila Jumapili tunakuja tunanani hivyo. Unajua barabarani huko tunanusurika, lakini mimi nakuwa na uhakika kwamba maada mimi nimo ndani ya hili gari, yani halitapata ajali. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua Mungu atakuwa pamoja na sisi, Mungu atatutetea, atatusaidia. Hata yawe ni swala lolote lile, mahitaji ya kifamilia, hata yale ambayo uyaelewi kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama unajua kuna mambo mengine, ndio maana maandiko yakasema hivi. Paulo akiwa anawaandikia Wakolosai akawaambia amani ya Kristo ipitayo fahamu zenu iwahifadhi. Unajua kuna ile amani ambayo inapita fahamu zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kuna ile amani nyingine ambayo inalingana, yani unaelewa mambo kwamba ingawa mambo yatakuwa hivi lakini najua kuna amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kuna ile sehemu unafika yani hata uelewi kwamba yani hapa sioni chochote, sioni kama kutakuwa na upenyo wala, lakini najua Mungu atanipigania. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mfano hata kama hivi hapa huyu Magufuli alivyotangaza kwamba sasa hivi elimu ni nini? Elimu ni bure. Hata kama ulikuwa na wasiwasi, jamani mtoto wangu sasa hivi uko la ngapi inabidi nimtafutie karo, sasa hivi ushajua hamna vya karo, hamna vya nini. Sasa hivi watoto wanasoma bure kuanzia la kwanza mpaka form 4.
Kwa elimu ni bure. Kwa ukishajua hivyo angalau unapata hapa hivi angalau na unafuu, kwa hiyo nimeshajua. Lakini kuna vingine bado ukiviangalia hapa yani hapa sielewi. Sasa hayo ambayo uyaelewi ndio pale wakasema amani ya Kristo ipitayo fahamu zenu iwahifadhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua ukikaa kwenye uwepo wa Mungu utashangaa Mungu anavyokupatia amani, Mungu atakupatia furaha ambapo watu wengine wanaonekana wamekata tamaa, wamekuwa hivi na hivi, lakini kuna kitu cha tofauti ambacho kitaonekana kwako. Amen. Sasa na mstari wa mwisho kabisa tunapomalizia, Biblia inasema mstari wa mwisho pale wa 16 kwa sababu mistari ni mingi. Biblia inasema kwa siku nyingi, Mungu anasema kwa siku nyingi nitamshibisha, nami nitamuonyesha wokovu wangu. Biblia inasema kwa siku nyingi atakushibisha, nawe utaishi siku nyingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaishi siku ngapi? Siku nyingi. Si kwamba siku kidogo. Wewe kama wewe ukiona, ndio maana Biblia inasema kwa siku nyingi nitamshibisha. Yaani Mungu anataka uishi siku mpaka wewe mwenyewe ushibe. Useme kwa kweli Mungu hapo uliponifikisha mimi naomba unichukue. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi unajua hata kwenye Biblia kuna watu ambao waliishi mpaka wakachoka kuishi, wakamuomba Mungu afe, Mungu akakataa, akasema utaendelea kuishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mfano kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Simon, mpaka akasema kwa kweli Mungu mimi nilipoishi kwa kweli mimi naomba tu unichukue. Na alikuwa na nguvu zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Si kama wazee siku hizi mpaka yani anakuja kuzeeka, yani hana nguvu kabisa, anakapo anambeba ndo. Huyu bado alikuwa anatembea, anaenda kanisani, lakini ameshakuwa mzee na siku nyingi mpaka amemuomba Mungu afi. Sasa Mungu akasema sasa wewe usifu, usubiri kwanza, ubaki kidogo. Kwa sababu majira haya Yesu amekaribia kuzaliwa. Kwa hiyo subiri, kuna mtu huko sasa hivi amebeba mimba. Wewe mwache kwanza mpaka atakapokuja kuzaa, usubiri. Akishakuja kuzaliwa mpaka Yesu aje, nitafanya mipango, siku fulani atakuja hekaluni, mtakutana. Mkishakutana hapo ndo utaondoka, lakini uweze kafa hivi uendelea kubaki kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Mungu akasema hivi, ulinzi wake kwako, yani mpaka sasa hapa tutakuwa tunamuomba Mungu, unafanya maombi ya kufunga. Kwa Mungu kwa kweli miaka hii kwa kweli inanitosha, nimeshafanya mambo ya kutosha na watoto wangu nimeshawapatia kila wanachokihitaji na wajukuu nimeshaona na vitukuu. Kwa mimi naomba kwa kweli Mungu unichukue. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anataka ufikie mahali hapo. Si kwamba sehemu bado unatamani kumtumikia Mungu, tunasikia unahubiri injili ndio umeanza, tunashangaa mtu hayupo. Tunasema ameenda. Mwingine anahubiri hayupo. Lakini hawa wanaoishi maisha ya nasa manini tunasikia wanaishi. Hiyo sio haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukikaa kwenye uwepo wa Mungu, Mungu atakusaidia, utaishi siku nyingi. Anasema nami nitamuonyesha wokovu wangu. Mungu atakuonyesha wokovu wake. Amen. Kwenye kila eneo. Wengine utaona wanapata ajali, wengine wanafanya hivi na hivi, lakini Mungu atakulinda katika mwaka huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na katika miaka ijayo pia. Kwa hiyo neno la kukutia moyo, usije ukazani kwamba mwaka huu ndo basi umeishi. Huu ni mwaka ambao Mungu atakuhurumia, Mungu atakupigania, Mungu atakusaidia uyamiliki yale mambo ambayo Mungu amekusudia uyapate ndani ya mwaka huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Si kwamba utaishi maisha ya ovyo, maisha yasiyofaa. Mungu anatamani wewe uishi maisha mazuri yanayompendeza. Lakini jambo la kwanza unahakikisha umefanyaje? Unakaa kwenye uwepo wake. Amen. Mstari wa kwanza unarudia kusema hivi, yeye aketie mahali pasiri pake aliye juu atakaa katika uvuli wa Mwenyezi Mungu. Anataka ukae kwenye uvuli wake, chini ya mbawa zake, upate pumziko, upate tumaini, upate furaha ambayo Mungu mwenyewe amekusudia. Amen. Kwa hiyo endelea kuwa na mahusiano mazuri na Mungu. Mungu atakupigania na kukusaidia siku zote za maisha yako. Amen. Basi naomba tusimame. Tunapoenda tena kumuomba Mungu muda na wakati kama huu, Mungu aendelee kutupigania na kutusaidia. Basi tutakwenda kumshukuru Mungu, Mungu akazidi kututetea na kutupigania na kutusaidia.